Watu 16 wamefariki dunia na zaidi ya 400 kujeruhiwa baada ya maelfu ya wananchi kuingia mitaani nchini Kenya siku ya Jumatano ya wiki Juni 25 kupinga serikali. Taarifa hii imetolewa na Amnesty International Kenya, huku kiongozi wa shirika hilo Irungu Houghton akithibitisha idadi hiyo kwa CNN siku ya Alhamisi leo. Maandamano haya yamefanyika kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga ushuru yaliyotokea Juni mwaka 2024 ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa na kuchochea hasira kubwa nchini humo. Maandamano hayo pia yalilazimisha kufutwa kwa mswada 3 wa fedha uliokuwa umependekeza kuongeza kodi. Hata hivyo, licha ya hatua hiyo, vijana wengi wa Kenya bado wameonyesha hasira dhidi ya visa vya ukatili wa polisi, ikiwa ni pamoja na kifo cha mwalimu akiwa mikononi mwa polisi na kupigwa risasi kwa mchuuzi asiye na silaha. Maelfu ya watu waliandamana katikati mwa Nairobi na Mombasa na miji mingine ili kuadhimisha kumbukiza maandamano hayo. Jiji la Nairobi, barabara zinazoelekea bungeni na ikulu zilifungwa mapema kabla ya maandamano kuanza. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali ina bajeti yote ya kufidia waathirika waliopoteza mali zao katika maandamano hayo. Akizungumza na waandishi wa habari, alisisitiza haja ya bunge kutunga sheria ya fidia kwa waathirika wa vurugu na kuwekwa kwa adhabu kali kwa waandalizi wa maandamano. Kwa bahati mbaya, bunge halijatenga bajeti ya kufidia walioibiwa mali zao. Hatuna fedha zilizotengwa kwa ajili hiyo, alisema Murkomen. Waziri huyo pia alisisitiza kuwa sheria mpya inahitajika kuweka utaratibu wa mahali, muda na njia ya maandamano. Alitaja jiji la Mombasa kama mfano maandamano yaliyothibitishwa vizuri. Aidha, alieleza kuwa viongozi wa serikali watachangia kwa hiari kuwasaidia waliopata hasara kubwa. Murkomen alidai kuwa wauni walioletwa kutoka Murang'a, Nyeri na Kirinyaga walisababisha vurugu hadi usiku wa manane na kuwapora raia waliokuwa wakielekea majumbani mwao. Uharibifu uliendelea hadi usiku wa manane, polisi walizidiwa. Kwa mujibu wa waziri huyo, mali ya thamani ya mabilioni ya shilingi iliharibiwa, huku maduka ya jumla ya kielektroniki na migahawa vililengwa. Murkomen alifichua kuwa maafisa 300 wa polisi walijeruhiwa pamoja na raia 100 kufanya jumla ya watu 400 waliweza kujeruhiwa pakubwa sana. Aidai kuwa mashambulizi hayo yakiwemo ya kuvamia vituo vya polisi ni sehemu ya mpango wa panga mapinduzi kuyumbisha taifa. Kuchomwa kwa vituo vya polisi kulilenga kuonesha kwamba hakuna mamlaka. Kauli ya Inspector Generali wa polisi IG Douglas Kanja alikubaliana na kauli hiyo. Akawapongeza maafisa wa polisi kwa ujasiri wao. Alisema baadhi ya majeruhi walipata majeraha ya kutishia maisha na akaahidi kuwa serikali itasimama nao. Tuendelee kuwaunga mkono, tunathamini kazi wanayofanya. Aidha, IG Douglas Kanja alionya wahalifu waliopenya kwenye maandamano kwamba serikali itawakamata na kuwafikisha mahakamani. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.